Pili sasa, mtaji wa pili wa maisha nimesema uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni nini? Namba moja, uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Hiyo ndo maana ya kwanza ya nini? Uwepo wa Mungu. Utendaji wa waziwazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Mtu yeyote ambaye utamuona kabisa hana mganga, hana pesa, hana chochote, lakini ukijiuliza anafanikiwaje, anapigaje hatua, vitu vinatokeaje, una maelezo, ila sema unajua kabisa huwa yuko serious na Mungu. Ila unaweza ukasema ni Mungu, huyu jamaa ana Mungu. Yaani mwisho wa siku unachosema ni ana Mungu. Maana yake kuna utendaji wa waziwazi wa Mungu unaodhibitisha ya kwamba huyu mtu kuna nguvu isiyokuwa ya kibinadamu inafanyaje? Inamsaidia au inafanya kazi kwenye maisha yake. Kwa uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema mtu mmoja jina lake Nikodemo, mwalimu wa sheria wa Kiisraeli, wa Torati huyo, alimwendea Yesu usiku. Akamwambia, mwalimu mwema, sisi twajua ya kwamba Mungu yu pamoja nawe. Alisemaje? Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yu pamoja na wewe. Sababu iliyosababisha jamaa akasema Mungu yuko na Yesu, anasema hivi, ni kwa sababu hakuna mtu awezaye kutenda hizi ishara unazozifanya wewe isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Kwa hiyo kuna vitu vikifanywa na mtu fulani au vikimtokea mtu kwenye mazingira fulani vinadhibitisha ya kwamba kuna uwepo wa Mungu unaomsaidia. Huyu Nikodemo, Yesu hajajitangaza akasema jamani ninatembea na Mungu jamani mwenzenu. Jamani mimi siko peke yangu, kuna nguvu inanisaidia. Jamani Yesu hajafanya matangazo, lakini wanaomuona wakiangalia zile ishara zinazotokea, mambo anayoyafanya, wanasema hakuna binadamu anaweza kafua maiti. Hakuna binadamu anaweza kasababisha wenye dhambi kama mwanamke yule Msamaria mwenye wanaume hadi idadi amesahau akabadilika na kuwa mhubiri. Hakuna mwanadamu anabadilisha hivi. Watu wakasema amna, ingawa tunajaribu kumpinga, lakini ukweli Mungu yuko pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wanaoitwa Mafarisayo na Masadukayo ndio walikuwa wapinzani wa huduma ya Yesu. Ila huku mbele za watu wanampinga, msimwamini, huyo ana pepo, ameruka na akili, ila akape mbele, ila tusidanganyane. Huyu jamaa na sisi tunajiona kama tuko vizuri, lakini sisi hata pepo hawatoki. Haya mambo tukubali tukatae, hakuna mtu anaweza akayafanya isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Sasa haujaanza kufurahia maisha ya wokovu kama wanadamu, ndugu zako, kaka zako, majirani hawajafika mahali wakasema ingawa kweli sisi ni ndugu zako lakini wewe una Mungu. Watu kama hawajaanza kusema hivi, kuna kitu kinakuwa kinakosa bado kwenye maisha yako. Baada ya ibada hii, kwa nguvu ya neno la Mungu hili, uwepo wa Mungu utakuwa halisi kwenye maisha yako. Hautahitaji kujieleza sana kwa mmeo, mkeo, ndugu zako kwamba nimeokoka, ninatembea na Mungu. Watu watakuwa wanasema mtumishi wa Mungu kabla hajafungua duka tamka neno, omba hata kwa simu. Sema amen. Utaanza kuaminika baada ya leo. Mungu wako ataanza kupata